Unajua, kwa mimi mawazo yangu au kwa jinsi ninavyoiona hii klabu yetu ya Simba, kwamba tatizo nikiangalia pale sioni kama kuna tatizo la kocha. Mimi naona tatizo la pale ni uongozi, ndio hasa tatizo kubwa, kwa sababu kama kocha yule anaitwa nani yule Matatu, sijui mnamuita nani? Fante. Sasa yule bwana sikuona ubaya wake wa mafundisho yake, timu ilikuwa inacheza, timu ilikuwa inafika golini, yani maamuzi ya kufunga ndio ilikuwa hayapo tena ndani na nje. Tukizungumzia hii hiyo ya kimataifa, ndani ya nchi ya kimataifa, nyumbani tumecheza mechi, timu ilikuwa inafika golini, inagonga mwamba, inafanyaje. Nje vile vile ugenini timu imecheza, kilichotokea ndio hivyo. Lakini mimi sioni tatizo pale kama ndio kocha. Lakini kama tatizo hilo litakuwa ndani ya viongozi, kama litakuwa tatizo lile litakuwa ni kocha, sioni. Lakini tatizo lile lipo kilabuni, hata kocha huyo akija pia ni mbaya tu. Sawa, unajua watu wengi wanahisi kwamba viongozi wa Simba wana shida na wana changamoto. Lakini sasa wewe kwa ule wako wewe, ni changamoto zipi ambazo zipo ndani ya uongozi wa Simba ambazo zinazofanya timu ya Simba isiweze kufanya vizuri? Uongozi pale uliopo upo kwenye utawala wa kifedha. Utawala wa kifedha, tukizungumzia bodi ile ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi ndio inayosababisha timu iwe kae vizuri au ikae vibaya. Sasa tunamchukulia kama ndugu yetu Bwana Mangungu, wanamlaumu au wanamlaumu, lakini Mangungu ni mwenyekiti wa klabu, lakini mwenyekiti wa klabu yule anakuwa hana meno ya kuwezesha timu ifanye jambo fulani mpaka bodi kule itamke, bwana wewe fanya hivi. Lakini kama itakuwa inatamka bodi kumwelekea mwenyekiti wa klabu na yeye akafanya kusudi, labda naye tufanye ndio wote pamoja wawe hivyo. Lakini kama yeye anavyozungumza mimi sina meno, basi itakuwa sawa kwamba yeye hana meno, lakini meno wanaompa kutoka, kama watakuwa wanampa meno kutoka kule bodi ya ukurugenzi kuja kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Bwana Mangungu, watakuwa wanampa, isipokuwa yeye tu anafanya ujanja, basi itakuwa wote tunawajumuisha kwamba wote wana matatizo na klabu haiwezi kufanya vizuri kwa sababu maelewano hakuna. So wewe ndio kuniambia kwamba ndani ya klabu ya Simba changamoto kubwa watu wazungumzia kuhusu uongozi, wanazungumzia zaidi kwenye upande wa usajili, si ndio? Au kuna changamoto nyingine tofauti na usajili? Changamoto nyingine tofauti na usajili sioni, sababu wachezaji waliokuwa wamefika, waliosajiliwa ni wazuri, hakuna mchezaji aliyokuwa mbaya pale. Sasa kama wachezaji ni wazuri ndani ya klabu ya Simba, kwa nini timu ya Simba ifanye vizuri? Je, tatizo linakuwa kwenye uongozi, wachezaji, au tatizo linakuwa kwa wale wanaochaguliwa kuja kuwafundisha wachezaji na maanisha makocha na benchi la ufundi kwa jumla? Changamoto iko wapi? Uongozi wa juu, benchi la ufundi, au wachezaji ndio kitu kinachofanya Simba ikwame kufanya vizuri? Tatizo kama litakuwa uongozi unasababisha hata wachezaji wakiwa wazuri wakawa wabaya, kwa sababu wewe leo kwa mfano una watoto wako ndani na mkeo mnagombana kila siku. Watoto mnaambia nendeni shule, huko watoto wanaenda shule wanaliacha gomvi huko. Kwa hiyo watoto wale na wao wanaondoka na mawazo mengi, baba tena wanagombana, hata wanachoenda kufanya kule shuleni hakieleweki. Utakuta watoto wanafeli, wanafanyaje kwa sababu ndani ya nyumba hakuna maelewano. Msimu uliopita tuliona kwamba Simba ilishika nafasi ya pili kwenye ligi kuu Tanzania bara. Hii kushika nafasi ya pili Simba sio story, ni kawaida tu. Sababu kushika nafasi ya tatu ni ajali kwa Simba. Ila Simba nafasi ya pili au ubingwa. Ndani ya miaka minne Simba haikuweza kuchukua ubingwa, si ndio? Na amepigwa na mtani wake mara 6. Lakini kwa kocha ambaye alipita ambaye ni Fatu kabla ya Pante, kwa Fatu msimu uliopita aliwezesha timu kufika mpaka finali kwenye michuano ya shirikisho. Na ndio kocha ambaye alika rekodi kwa sababu Simba yenyewe kufika finali ya shirikisho toka miaka 90 kwa mpaka leo hii. Ina maana ndio kocha wa kwanza kufikisha Simba kwenye finali ya shirikisho barani Afrika. Lakini pia aliwezesha Simba kufika mpaka hatua ya kucheza, yani kuwania ubingwa mpaka dakika za mwisho, anakuja kufungwa na Yanga. Yani ubingwa Simba kupoteza kwenye mechi dhidi ya Yanga. Maana yake kwenye mechi zingine zote Simba na kocha wake walifanya vizuri.
Sasa shida inakuwa ni ikiwa uongozi ambao uko kipindi cha Fatu ndio uongozi ambao uko sasa hivi na ndio uongozi uko ndani ya miaka minne yote ambao wanatawala. Sasa tunaposema shida uongozi, shida yake ni ikiwa kuna wakati na unafanya vizuri na wakati unafanya vibaya. Shida iko wapi? Shida, unajua sisi binadamu tuna mawazo mengi ya kutega. Inawezekana hawa waliokuwa wanazungumzia kuhusu uongozi wakawa wanashauriana, labda bana, hii ngoja tuweke tuangalie msimu unaokuja huo tufanye vipi mpaka mambo yatakuwa. Sasa hawa washashika. Endapo kama kukaa vizuri kwenye uongozi, haikupatikana majawabu mazuri kwenye uongozi, mimi nafikiri hata hiyo robo mwaka huu kutoboa itakuwa kazi. Sasa wewe kama wewe ambaye unifuatilia klabu ya Simba, ndio unahisi nini Simba ifanye ili iweze kufikia kwenye hatua ambayo wana Simba, mashabiki wa Simba na baadhi Simba wanaitaka Simba ifike, na pia malengo ya Simba wanategemea kufika? Na je, katika viongozi hao wewe kwa muono wako ni kiongozi gani unayempointi ambapo unasema kwamba huyu akiwepo katika uongozi pengine anaweza kuleta mabadiliko ndani ya Simba? Kwa mfano mwana Yanga walimuona Engineer Hersi akati mabadiliko ndani ya Yanga. Sasa tukija kwenye klabu ya Simba, wewe unahisi ni kiongozi gani ambaye akichaguliwa akaenda kuwa kiongozi mkuu ndani ya Simba na ikateuliwa Simba mpya, viongozi wapya, itafanya mabadiliko? Wewe unaona viongozi gani? Na je, hawa viongozi wakichaguliwa wao na sifa zipi, na ili Simba endelee ifanye kitu gani ili iweze kufikia malengo yao? Simba ambaye inahitajika iwe Simba mpya, kwanza katika ule udhamini au mdhamini mkuu wa klabu, tukimzungumzia kama Bwana Mo, mimi nasema asiwe peke yake, washiriki na ushirikiano uwe wa sehemu zote mbili au tatu. Nafikiri Simba inaweza ikaenda ikafanya vizuri, lakini kwa yeye tu peke yake haitofanya vizuri, kwa sababu yule atawachukua watu wake anawataka mwenyewe, atafanya vitu anavyotaka mwenyewe kwa sababu yuko peke yake. Lakini kama watakuwa wawili au watatu, ile jambo kwa kuwa kwa kilabu tu watafanya vizuri, lakini akiwa Mo tu peke yake Simba haitoweza kutoboa.